Unaota una mafanikio makubwa, lakini unaamka stress tu. Na wakati mwingine unaota ndoto unavaa suti, unaamka hata pasi haipo. Hili ni swali ambalo watu wengi wamekuwa wakijiuliza. Kwa nini ndoto zao ni nzuri lakini maisha yao ni magumu sana? Kama ni miongoni mwa watu wamekuwa ukijiuliza swali la namna hii, basi amini video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie somo hili. Kwa nini unaota ndoto nzuri lakini maisha yako yanazidi kuwa mabaya zaidi? Namba moja, ndoto nzuri mara nyingi ni ahadi, sio matokeo ya papo kwa papo. Jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, ndoto nzuri mara nyingi ni ahadi, sio matokeo ya papo kwa papo. Ndoto nyingi njema hazimaanishi maisha yatabadilika kesho, bali zinamaanisha Mungu ameonyesha anapokusudia kukupeleka, si ulipo sasa. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 37, utaona maisha ya Yusufu. Aliota ndoto za utukufu, lakini maisha yake yakawa mabaya zaidi. Aliuzwa utumwani, alisingiziwa, akaingia gerezani. Ndoto ilitangulia, mateso yakafuata, ndipo utukufu ukaja. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo unatakiwa ulitambue, watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwa nini wanaota ndoto nzuri. Wakati mwingine unakuta unaota una pesa nyingi sana, au unajiona ndotoni umeshikilia pesa nyingi sana, lakini ukiamka asubuhi unajiona hauna hata 100 mbovu. Na watu wengi wamekuwa wakijiuliza swala la namna hii, kwa nini wanaota ndoto nzuri lakini maisha yao yanazidi kuwa mabaya zaidi? Jambo la msingi ambalo unatakiwa ulitambue, ndoto nzuri mara nyingi ni ahadi, sio matokeo ya papo kwa papo. Siku zote Mungu anaweza kaa na kuonyesha ndoto, lengo anakuwa anaonyesha alipokukusudia kukupeleka. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza swala namna hii, kwani ndoto zao zinakuwa, anaota ndoto nzuri, anaota yupo kwenye nyumba nzuri, akiamka anajikuta yupo kwenye nyumba za kupanga. Anaota maisha mazuri, anaota anaendesha gari nzuri, lakini akiamka hana hata baisikeli ya kusingiziwa. Jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, ndoto nzuri mara nyingi ni ahadi, sio matokeo ya papo kwa papo. Ukisoma Biblia utaona, ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 37, utaona Yusufu aliota ndoto za utukufu, lakini maisha yake yakawa mabaya zaidi. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 37 yote, utaona Yusufu aliota ndoto nzuri sana, lakini maisha yake yakawa mabaya zaidi. Aliuzwa utumwani, alisingiziwa, akaingia gerezani. Kwa hiyo ndoto ilitangulia kwanza, ndoto ilitangulia kwanza, mateso yakafuata, ndipo utukufu ukaja baadaye. Kwa hiyo jambo la msingi hili ni jambo la msingi ambalo unatakiwa ulitambue. Ndoto nzuri mara nyingi ni ahadi, sio matokeo ya papo kwa papo. Lakini jambo namba 2, ndoto nzuri huamsha upinzani wa kiroho. Ndoto nzuri zinafanya adui akuone kama tishio, lakini pia ndoto nzuri zinafanya giza lione kuna kitu kikubwa ndani yako. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 2, utaona ndoto ya kuzaliwa kwa Yesu ilisababisha mateso na mauaji ya watoto. Tambua, kadri ndoto yako ilivyo nzito, ndivyo vita vinavyoongezeka. Ukweli ni kwamba watu wengi wana ndoto nzuri, lakini hawajui kupigana vita ya ndoto zao. Kwa hiyo ndoto nzuri huamsha upinzani wa kiroho. Siku zote unapokuwa unaota ndoto nzuri, ndoto nzuri huamsha upinzani wa kiroho. Adui anaanza kupigana na wewe. Ndio maana wako watu ambao wakiota ndoto, wengine huwa wanasahau ndoto. Nakumbuka kabisa aliota ndoto nzuri, lakini ameisahau ndoto hiyo, kwa sababu siku zote ndoto nzuri huamsha upinzani kwenye ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo ndoto nzuri zinafanya adui akuone kama tishio. Adui anaanza kuona kama tishio, adui anaanza kukuinga. Lakini pia ndoto nzuri zinafanya giza lione kuna kitu kikubwa ndani yako. Giza likikuangalia linaanza kuona kuna kitu kikubwa sana ndani yako. Ndio maana upinzani unaanza kuongezeka. Yamkini inaweza kuwa upinzani ukaongezeka kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye uchumi na kadhalika. Kwa hiyo ndoto nzuri huwa inaamsha
zinafanya giza lione kuna kitu kikubwa ndani yako. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 2 utaona ndoto ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo ilisababisha mateso na mauaji ya watoto. Kwa hiyo tambua, kadri ndoto yako ilivyo nzito ndivyo vita vinavyoongezeka. Kadri ndoto yako ilivyo kubwa ndivyo vita vinavyoanza kuongezeka. Kwa hiyo utaanza kuona ndoto nzuri siku zote huwa ina tabia ya kuamsha upinzani. Ndio maana watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwa nini wanaota ndoto nzuri lakini maisha yao yanazidi kuwa mabaya sana, kwa sababu siku zote jambo ambalo unatakiwa ulitambue, ndoto nzuri huamsha upinzani wa kiroho. Unaweza kuota ndoto nzuri lakini ndoto ile ile ikaamsha upinzani wa kiroho. Lakini jambo la tatu, ndoto nzuri bila maarifa husababisha kuchelewa au kuumizwa. Ndoto nzuri bila maarifa husababisha kuchelewa au kuumizwa. Ndoto ni ujumbe, lakini ufahamu wake ni muhimu. Siku zote ndoto ni ujumbe, unapatiwa ujumbe, lakini ufahamu wake ni muhimu. Ukisoma kwenye kitabu cha Hosea sura ya 4 na mstari wa 6 imeandikwa nukuu, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo ndoto nzuri ukiipuuza, maisha yanazidi kuwa mabaya. Lakini pia ukizitangaza vibaya, ndoto nzuri ukiitangaza vibaya zinaharibiwa, kwa sababu sio kila mtu atafurahia ndoto yako uliyoiota. Kwa hiyo ukiitangaza vibaya ndoto, ukiitangaza ndoto yako kwa watu ambao sio sahihi, basi watakiwa utambue wataiharibu ndoto hiyo, watafanya juu chini kuhakikisha wanaiharibu ndoto hiyo isitimie. Lakini ndoto nzuri ukitafsiri kimwili badala ya kiroho, zinakuchelewesha. Tambua, ndoto bila hekima ni kama ramani mikononi mwa kipofu. Kwa hiyo ndoto bila hekima ni kama ramani mikononi mwa kipofu. Kwa hiyo ndoto nzuri bila maarifa husababisha kuchelewa na kuumizwa kabisa. Lakini jambo la 4, maisha yanaweza kuwa mabaya kwa sababu ndoto ni za muda mrefu. Ndoto zingine si za msimu wako wa sasa, bali ni za baada ya mabadiliko makubwa ya tabia ya ndani na tabia ya nje. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 3 na mstari wa 1 imeandikwa, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Ndoto nzuri zinaweza kukuonyesha ulichokusudiwa kuwa, lakini pia ndoto nzuri inaweza kuonyesha lakini haujatengenezwa bado kufikia huko. Ndoto nzuri inaweza kuonyesha ulikokusudiwa kuwa, lakini hujatengenezwa bado kufikia huko. Lakini jambo namba 5, ndoto nzuri zinaweza kuwa mtihani wa utii. Wengine huota ndoto nzuri lakini maisha yao yanazidi kuwa mabaya kwa sababu wanapinga maagizo ya Mungu. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Yona sura ya 1 utaona Yona alikuwa na wito lakini aliukimbia wito wake, bahari ikachafuka, maisha yake yakawa magumu zaidi. Kwa hiyo ndoto nzuri kujumlisha kutokutii ni sawasawa na maisha magumu zaidi. Unaweza kuota ndoto nzuri lakini ukawa hauna utii ndani yako, basi unatakiwa utambue maisha magumu zaidi, utaendelea kuwa kwenye maisha magumu zaidi. Lakini jambo la 6, sababu ya 6, wengine wana ndoto nzuri lakini wako kwenye mazingira mabaya. Ndoto inaweza kuwa ya Mungu lakini mazingira yanayokuzunguka yakawa yanapinga ndoto hiyo. Watu wanaokuzunguka wanaweza wakawa ndio wanaharibu ndoto yako. Ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 33 imeandikwa, msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Ukweli ni kwamba huwezi kuota ndoto ya tai ukiishi na kuku. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo nitakuwa utambue, huwezi kuota ndoto ya tai ukiwa unaishi mazingira ya kuku, huwezi. Kwa hiyo jambo la msingi, wengine wana ndoto nzuri lakini wako kwenye mazingira mabaya. Unaweza ukawa na ndoto nzuri kabisa, umeota ndoto nzuri lakini uko kwenye mazingira mabaya, ambapo mazingira yale yanaifanya ile ndoto, yanaizuia ile ndoto isitokee. Kwa hiyo unashangaa maisha yako yanazidi kuwa magumu kila siku. Lakini sababu ya 7, ndoto nzuri huja ili kukupa tumaini wakati wa giza. Wakati mwingine ndoto nzuri haziji kukuambia maisha ni mazuri, bali huja ili kukuamsha kiroho. Ndoto nzuri wakati wa maisha magumu ni ishara kwamba haujasaulika na Mungu. Ukijiona unaota ndoto nzuri lakini ukiangalia hali halisi, uko kwenye mazingira mabaya, uko kwenye hali ngumu, lakini unaota ndoto nzuri, basi wewe ni ishara pia haujasaulika na Mungu. Kama unaota ndoto nzuri lakini maisha yako yanazidi kuwa mabaya, huenda uko kwenye mchakato wa maandalizi. Lakini pia huenda ndoto imeamsha vita vya kiroho. Lakini pia huenda ndoto hiyo Mungu anakujenga ndani kabla ya nje. Huenda bado hujaelewa kanuni za ndoto zako.
Lakini mambo ya kuzingatia, usipime. Ukiota ndoto nzuri lakini maisha yako yanaendelea kuwa mabaya, mambo ya kuzingatia, usipime ndoto zako kwa hali yako ya sasa. Yani usipime ndoto yako kwa kuangalia hali yako ya sasa. Lakini jambo la pili, usimlaumu Mungu kwa sababu ndoto yako haijatimia haraka. Na jambo la tatu, tambua ndoto nzuri mara nyingi huja kabla ya msimu mgumu zaidi. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba ucomment chini, andika nimejifunza zaidi. Mungu akubariki sana wewe utakayetumia pia muda wako kushare linki ya video hii kwa ndugu, jamaa na marafiki. Tukutane kipindi kijacho, na kupenda sana.